kusikia kuna ujio wa mkuu wa mkoa. Na hata jana mmekaa kikao kikubwa tu. Na baadhi ya maamuzi ambayo walikubaliana jana Mheshimiwa mkuu wa wilaya ni pamoja na mkuu wa mkoa akiongea jambo ambalo wao walitaki wao waondoke na wapige kelele. Sasa nawataka wapiga kelele na wapoda kwenye mkutano waondoke sasa hivi ili mimi nifanye maamuzi. Na nakuwa tufanyane mambo ya mtaa kwenye mambo ya msingi. Ni lazima pafike sehemu Simanjiro tujifundishe kutii mamlaka zilizopo, tujifundishe kutii sheria, kanuni na miongozo. Hii Tanzania sio ghetto la masela. Hii Tanzania ni nchi inayoongozwa kwa mujibu wa sheria. Hakuna aliye juu ya sheria kwenye nchi hii. Lakini kwa kuwa mmezoea kuongozwa na viongozi wenu wale wanaojaza uongo, akija mtu akiwaambia ukweli mnamwona huyo mtu ndio mbaya. Na matokeo yake mnamsifia anayetakiwa kuzomewa, mnamzomea anayetakiwa kusifiwa. Kabisa. Hapa nani anahitaji kwenda kwa mganga wa kienyeji kupiga ramli juu ya mgogoro huu wa wanakijiji na ule mtu anayeitwa nani Sikrem kusiju hapa kwa jirani yule? Nani anataka kwenda kwa mganga wa kienyeji kwenye hilo? Linahitaji nani mganga wa kienyeji hilo? Sasa wale ambao jana mlikuwa mnaongea kule kwenye TV kule, mlipewa shilingi ngapi? Mbona mkiona kamera mnakuwa mnachachao hivi? Mlipewa shilingi ngapi? Maana taarifa habari niliona mkitetea kwamba huyo mkulima anaonewa. Anaonewa amenunua ardhi wapi? Kwenye kijiji kipi? Kwa sababu kwenye hili hata yeye mwenyewe huyo anatakiwa kuwa mpole tu. Arudi alikonunua eneo, akapewa eneo. Wala sio ngomvi. Ilipoanzishwa. Kwa hiyo nikaona kuna barua kutoka kwa mkuu wa mkoa wa Manyara ya mwaka 2021 aliyoandikiwa mkuu wa wilaya ya Simanjiro akielekeza kwamba aelekeze mamlaka zilizopo chini yake ikiwemo halmashauri kwa maana ya mkurugenzi na kijiji cha Londonai kuhakikisha eneo hilo la ekari 1000 linarudishwa kwa wananchi na linapangiwa matumizi. Mimi hapa kunisaidia nilikuwepo. Wakati mnaweza kulalamika. Fakiru Landala alikuwepo. Wakati mnaweza kulalamika. Sasa mnachokaishwa kikao mnaambiwa wakija hapa wakiongea ondokeni. Mbona wao wenyewe ndio walioanza kuondoka? Mbona hawajakaa hapa kusubiri wanisikilize nikiwa naongea? Siogopi mtu yoyote. Nitaendelea kuheshimu kila mwananchi kwenye mkoa huu, alimradi tunaelewana kwenye sheria, miongozo, taratibu na kanuni zinazoendesha nchi hii na sio nje hapo. Kama mlizoea kukaa na viongozi wanaonunulika, sina bei. Na namshukuru Mungu mkuu wangu wa wilaya hana bei. Na tutakanyaga kwenye sheria na taratibu kweli kweli. Shamba limechukuliwa, iko dhahiri. Maelekezo ya serikali yameletwa, yako dhahiri. Hayana kipengele kilichopungua. Ndugu zangu, kweli kwa ndani ya nafsi zenu, acha nje, ndani ya nafsi zenu mnadhani mnajitendea haki? Halafu bado mnaona viongozi wenu hao ni watu wema sana na wanawatendea wema. Hawanyimi haki. Mbona mnaendelea kuwachagua? Amaneni na hali zenu. Niko hapa kutoa maelekezo ya serikali. Ofisi ya mkuu wa mkoa sio Queen Sendiga, ni kiti. Maelekezo yalishatolewa 2021. Mimi hata sipo hapa, lakini kiti changu kilitoa maelekezo. Mheshimiwa DC, maelekezo nilotoa yafanyiwe kazi. Samia